Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Jina naitwa Mwalimu Clemens James Mwandemba, ndiye mheshimiwa diwani wa kata hii ya Nsalaga iliyopo ndani ya jiji la Mbeya, jimbo la Uyole. Kwanza nitambue itifaki ya watu wote, uwepo wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nsalaga, viongozi wa kamati ya siasa ya kata na viongozi wa wananchi mbalimbali pamoja na wakuu wa shule, lakini pia nitambue uwepo wa mheshimiwa diwani wa viti maalum halmashauri ya jiji la Mbeya, mama yangu Fatuma Bora, na watu wengine wote wenye viti wangu kamati ya maendeleo. Natambua uwepo wenu wote mliopo hapa. Siku ya leo tuko hapa ofisi ya mtendaji wa kata Nsalaga, ambapo ofisi ya diwani pia inapatikana hapa. Tulikuwa na jukumu moja tu. Kwanza kabisa tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo ametujalia afya na neema ya kutuamsha salama siku ya leo. Lakini kubwa zaidi siku ya leo ni tumekuja baada ya kufanya ziara kwenye shule zetu za kata ya Nsalaga, lakini pia kushirikiana na wakuu wa shule na viongozi mbalimbali. Siku ya leo tulikuwa na zoezi maalum la kukabidhi fedha taslimu shilingi milioni 2 kwa wakuu wetu wa shule za msingi za kata Nsalaga kwa ajili ya kusapoti kwenye masuala ya kitaaluma huku kwa vijana wetu. Lakini pia ishi kubwa zaidi namna ambavyo wakuu wetu wa shule pamoja na walimu wa kata Nsalaga wamefanya kazi kubwa sana kwenye kuleta mapinduzi ya elimu ndani ya kata yetu ya Nsalaga. Wamefanya kazi kubwa sana kwa kama mheshimiwa diwani, kwa ni vyema nikaja nikawasapoti ili wakaenda wakaboreshe michakato mbalimbali juu ya taaluma za vijana wetu. Lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo tunavyosikiliza kero za wananchi huko mtaani, pamoja kwamba na appreciation wanazopewa walimu wangu, na sisi pia tunatambua kazi kubwa wanayoifanya na Mungu awabariki sana. Lakini kubwa zaidi namna ambavyo shule zetu zimekuwa zikifanya kazi vizuri, lakini pia matokeo yakiwa ni mazuri. Lakini mwisho wa siku ni kwenda kusaidiana na wazazi pia kutatua changamoto mbalimbali, lakini pia kumunga mkono Mheshimiwa Rais ambaye anatekeleza hii elimu ambayo ni bure. Kwa hiyo sisi mimi kama mheshimiwa diwani nimeona ni vyema nikawasapoti walimu ili wakasapoti mitihani na mchakato mbalimbali ya kitaaluma kwenye shule zetu. Lengo ni kuboresha taaluma kwenye shule zetu za msingi zilizopo ndani ya kata ya Nsalaga. Kuhusu shule za sekondari nao tutakuja na package nyingine sio muda mrefu, kwa sababu na shule 2 za sekondari, Uyole sekondari na Nsalaga sekondari. Lakini pia shule za msingi ninazo 5. Ukiondoa Chief Rocket Mwashinga ambayo pia ni shule yangu ya mchepuo wa Kiingereza ambayo inaendeshwa na halmashauri ya jiji la Mbeya. Kwa hiyo tumekuja kusupport, lakini kubwa zaidi nichukue fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameleta mapinduzi makubwa sana kielimu kwenye kata yetu ya Nsalaga. Amekuwa sehemu ya maboresho makubwa sana. Ametujengea shule mpya ya Nsalaga sekondari, zaidi ya bilioni 1 zimetumika, shule ya kisasa kabisa. Lakini pia ametujengea shule mpya ambayo tunaenda kuzindua sio muda mrefu, shule ya Ntundu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini kwenye shule zetu za mitaa, kwenye mitaa za msingi zimekuwa zikiboreshwa sana, miradi mingi inaelekea pale. Kila shule inakuwa na bajeti yake ambayo ingetoka kwenye halmashauri ya jiji la Mbeya pamoja na serikali kuu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa sehemu ya mapinduzi makubwa sana kielimu ndani ya kata yetu ya Nsalaga. Lakini vile vile pia nimshukuru mbunge wa jimbo la Uyole, mama yangu Dr. Tulia Ackson, ambaye yeye kwa namna moja ama nyingine amekuwa akitupigania sana, tusemea huko bungeni kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu pia ya mapinduzi ya kielimu. Lakini pia diwani mwenzangu wa viti maalum na mimi pia mheshimiwa diwani, sababu sisi ndio tuko kwenye kata hii. Manake tumekuwa tukishirikiana vizuri sana. Ukisikia halmashauri imeleta fedha, manake sisi madiwani tumefanya kazi kubwa sana kwenye baraza letu pale la madiwani. Kwa hiyo ndugu zangu tunawashukuru sana. Pia na wananchi wa kata Nsalaga wameendelea kutuunga mkono pamoja na Chama cha Mapinduzi, kutuunga mkono, kutushika mkono, kutusapoti, na sisi tumeanza, naamini na wao pia wataendelea kutusapoti kwa ajili ya kusapoti. Rai yangu kwa wazazi wa wanafunzi wa kata Nsalaga, waendelee kufuatilia maendeleo ya taaluma kwenye shule zetu. Wafike kwa walimu, wafuatilie maendeleo ya taaluma, wasiwaachie tu walimu kwamba wao ndio jukumu la kulea taaluma kila kitu. Kwa hiyo niombe wazazi wa kata Nsalaga wanavyotupa ushirikiano pia waendelee kufuatilia taaluma za wanafunzi wetu huko mashuleni, ili tulete mshikamano mzuri baina ya walimu pamoja na wazazi, ili tuweze kufanikisha mchakato mzima wa kitaaluma. Lakini kubwa zaidi nimeongozana hapa na mratibu kata wa elimu. Nikuombe, mimi pia ni mwalimu by professional. Kwa hiyo kama kuna shule zako utaona ninafaa, kama kuna sehemu ndio nipige kemia, nipige physics, nipige biology, basi nitaomba nitafika ofisini kwako nikuombe kama kuna uwezekano basi unipe ruhusa nije nipige pingi, ili tuweze kufanya mchakato kae mbali sana. Ni muda sasa kufanya kazi ili mchakato mwingine kae salama zaidi. Lakini pia nichukue fursa hii tumezungumza mambo mengi sana. Pamoja na mambo yote nimetoa maelekezo kwamba mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata Nsalaga nitaendelea kushirikiana na walimu, nitaendelea kushirikiana na wafanyakazi wote ndani ya kata Nsalaga wa sekta zote kuhakikisha kwamba wananchi wa kata Nsalaga wanakuwa sehemu sahihi
wanakuwa ni sehemu ya kuenjoy kwenye kata yao. Lakini pia nimeomba walimu pamoja na mratibu elimu wa kata kwamba kwenye shule zetu za kata Nsalaga ile michango ambayo haina kibali iwe ni marufuku kwenye kata Nsalaga. Lakini pia ninatambua kazi kubwa wanaoifanya. Nimetoa maelekezo kwa kupitia ofisi za mitaa, kama kuna jambo lolote ambalo ni jambo zuri linalenga kuboresha taaluma kwenye kata yetu ya Nsalaga, basi wapitie hatua za kisheria ili tuweze kuomba vibali kwa ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote, basi tuendelee kushirikiana kwa ajili ya kufanya mambo mazuri. Lakini kama kiongozi, kama diwani, nitaendelea kushirikiana kwa sababu nafahamu elimu ni uti wa mgongo. Lazima tuhakikishe tunashirikiana na walimu wangu, wadau. Niombe wadau mbalimbali, una jambo Nsalaga, karibuni sana, milango iko wazi. Sisi tumeanza, lakini pia naamini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali nitaendelea kusapoti swala la elimu ndani ya kata Nsalaga. Mimi nimemaliza, nasema Mungu awabariki sana. Naitwa Geoffrey Jacob Mwakeru, afisa elimu kata Nsalaga. Nichukue nafasi hii kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mambo mengi makubwa ambayo imekuwa ikiyafanya hasa katika kata yetu ya Nsalaga. Kama alivyosema Mheshimiwa Diwani, tumepata fedha nyingi sana kwa ajili ya miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi ambao umekuwa ukiendelea hapa. Kupitia fedha hizo tumepunguza msongamano wa watoto madarasani, lakini pia hata tatizo la watoto kukaa chini kwa sasa kwenye kata yetu halipo. Nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu kwa kuwa anapambana sana kwa ajili ya kata hii, lakini nirudi kwa Mheshimiwa diwani wetu. Niwapongeze sana wananchi wa kata ya Nsalaga kwa kupata Mheshimiwa diwani, kwanza kijana, lakini mwenye hekima ya pekee. Niseme tumekutana naye mara kwa mara, amekuwa karibu sana na sisi walimu. Amekuwa karibu sana kiasi kwamba kila changamoto inapotokea kwetu, basi amekuwa mstari wa mbele katika kushirikiana na sisi. Anashirikiana na sisi katika utendaji wa kazi, lakini anashirikiana na sisi katika masuala yetu, maisha yetu binafsi, kuhakikisha anatatua changamoto hata zile za kijamii ambazo sisi kama walimu tunakutana nazo. Mheshimiwa Diwani, kuna ushirikiano mkubwa kati ya serikali za mitaa, wenye viti pamoja na sisi walimu. Niombe tu tuendelee kuboresha huu ushirikiano uliopo kwa maslahi mapana ya shule zetu. Niseme tu kwa ujumla, kata Nsalaga ni miongoni mwa kata ambazo zinafanya vizuri katika maeneo tofauti katika halmashauri ya jiji. Niseme kitaaluma tunafanya vizuri, lakini tunafanya vizuri sana katika maeneo mengine ambayo kata nyingine hazifanyi vizuri kama ilivyo kata yetu. Yaani manake nataka kusema kwamba kata yetu ni kata ya mfano unapokuja kwenye bustani za mboga, tunapokuja kwenye michezo, tunapokuja kwenye chakula, kwamba idadi ya wanafunzi wengi wanaokula chakula bado wapo kata ya Nsalaga. Kwa hiyo tunafanya vizuri katika maeneo mengi, na ili niwapongeze sasa walimu kwa usimamizi mzuri wa majukumu yao katika kutekeleza majukumu yao ambayo yanasababisha tufanye vizuri katika maeneo mengi. Kwa majina naitwa Suma Odo Gwena, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Halinji. Niko hapa kwa niaba ya walimu wakuu wenzangu wa kata ya Nsalaga kumshukuru Mheshimiwa Diwani kwanza kwa kazi nzuri unayoifanya kata ya Nsalaga. Pia niwashukuru viongozi wa Chama cha Mapinduzi kikiongozwa na mwenyekiti ambaye kwa jina anaitwa Chama, kwa kazi nzuri unayoifanya katika kata ya Nsalaga. Na washukuru sana viongozi wetu. Tukushukuru Mheshimiwa Diwani kwa kutusapoti sisi kata ya Nsalaga kwa kiasi cha shilingi milioni 2 ili zisaidie kuinua taaluma. Tunakushukuru sana. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu uendelee kututafutia tena Baba, ili angalau shule zetu kikata ziendelee kufanya vizuri. Zimekuwa zikifanya vizuri kwenye matokeo ya darasa la 4, pia matokeo ya darasa la 7. Kwa hiyo tunakuahidi Mheshimiwa Diwani wetu
wa kata ya Saraga James Mwandemba kusema fedha ulizozielekeza zitafanya kazi kama ulivyoelekeza, hazitafanya kazi nyingine. Baada ya kusema hayo, ni kushukuru sana mheshimiwa. Asante sana, tunashukuru kwa mchango wako mkubwa sana sana katika sekta ya elimu. Tunakushukuru sana baba. Shikamoo baba. Mimi ndogo janja bwana. Hiyo ni bila kuchoka hiyo. Bila kuchoka nimepokea. Naitwa Rafiki Vedasto Mtavangu, mwalimu mkuu shule ya msingi Nsalaga. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa diwani kwa namna alivyotusaidia kwenye masuala haya ya kitaaluma kwa kutupatia kiasi cha shilingi milioni 2 shule zetu hizi za msingi zilizopo kwenye kata yake ya Nsalaga. Fedha hii kama alivyoelekeza mheshimiwa diwani inatakiwa ipunguze ukikiri wa michango shuleni. Yani amesaidia kile walichokuwa wanachangia wazazi, basi huu mchango umeingia. Sasa kwa mujibu wa shule zilivyo sasa hivi tulikuwa tunaenda na mitihani 2 kwa wiki. Mheshimiwa diwani ametoa maelekezo kwamba kwa ajili ya kupunguza ukali wa maisha kwa wazazi, basi tuwe na mtihani 1 kwa wiki, jambo ambalo tumekubaliana wote wa shule za kata nzima ya Nsalaga tutakuwa na mtihani 1 kwa wiki. Majina naitwa Theodora Mdemu, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ntezi. Kwa kweli kitendo cha kupewa pesa shilingi 400 siku ya leo imeleta faraja na furaha kubwa sana. Pesa hizi zitaenda kuhusu swala la taaluma vile vile kwenye masuala ya mitihani. Tutaangalia ni namna gani, kwa sababu sisi tuna utaratibu wa kufanya mitihani mara 2 kwa wiki. Sasa muda ambao umepewa hii pesa itaenda kutusaidia pia kwenye mitihani. Tutaangalia ni kipindi kipi kiwasaidia watoto waweze kufanya mitihani, lakini tutakaa na kamati pia na wao kama wadau muhimu katika shule pamoja na serikali za mtaa, tutakaa pamoja kutengeneza utaratibu ulio mzuri, kwa sababu naweza nikapanga mimi peke yangu, lakini nina jamii ambayo ndo kamati ya shule, wao pia tutashirikiana. Nimeshawapa taarifa saa hizi, kesho asubuhi saa 2 tutakaa nao na wao pia watatoa mawazo yao kwenye hii pesa tuitumie namna gani ili ilete manufaa.